Ikiwa ni ufunguzi wa kampeni ya Rise Her kwa wanafunzi wa kike katika ngazi ya sekondari pamoja na chuo, namna ambavyo kufanya michezo wakiwa katika kipindi cha masomo, lakini pia namna ambavyo wanajiendeleza vizuri katika elimu yao. Langu jina Mohamed Defense, nipo na mwenyekiti wa Rise Her, Madam Jacqueline. Tunazungumza namna ambavyo shughuli ilivyoanza majira asubuhi mpaka sasa hivi. Mambo yamekwenda vipi? Madam, kwanza habari za saizi? Salama, habari ya kwako? Kwema kabisa. Tuambie namna ambavyo shughuli ilivyoanza kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi. Mambo yameenda vipi? Mambo yameenda vizuri kama tulivyokuwa tumetarajia. Washiriki wetu kutoka mikoani wameweza kufika toka jana, na washiriki pia kutoka Dar es Salaam waliweza kufika ndani ya muda. Kwa ujumla tuna kama shule zipatazo 20 na vyuo vipatavyo 4 ambavyo wameweza kushiriki hapa, lakini pia tumepata viongozi kutoka Federation upande wa basketball na volleyball wameweza kuwepo hapa, na mwakilishi wa baraza la michezo amekuwepo, na mwakilishi kutoka ofisi ya michezo chuo kikuu cha Dar es Salaam na wao wapo. Pengine hii klabu ya Rise Her kwa wanawake pamoja wanafunzi kuanzia ngazi ya sekondari pamoja na chuo kikuu inakwenda kuwasaidia nini hasa? Rise Her ni klabu ambayo ilianza mwaka jana, ikianzishwa na wachezaji kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam ambao wamekuwa wakicheza kwenye mchezo wa volleyball na basketball, nikiwemo mimi, Juliet, Christina, Ndasile. Hao ni wachezaji ambao wamekuwa wakishiriki katika ligi ngazi ya mkoa kwenye mpira wa kikapu na mpira wa wavu. Sasa kutokana na hali halisi ambayo tulikuwa tunaiona, tunakutana na vijana wadogo wazuri, wana uwezo, wana vipaji, lakini wana changamoto mbalimbali, na mchezo wenyewe una changamoto mbalimbali, na tukajifunza kwa haraka sana kwamba timu zetu za taifa hasa kwenye mpira wa kikapu na wavu hazijashiriki katika mashindano ngazi ya taifa kuanzia 2013. Kwa tukapata hilo wazo, kuna umuhimu wa kuanza kukuza vipaji kuanzia chini, lakini uweze kukuza kipaji unakikuza wapi hasa kwa mtoto wa kike. Tukagundua watoto wa kike wengi baada ya kuvunja ungo huwa hawaruhusiwi kucheza nje, kwa hiyo sehemu yao salama sana ni ndani ya shule. Kwa hiyo wazo hili lilikuja kuendeleza michezo ndani ya taasisi za elimu sekondari na vyuo vikuu, kwa sababu hata chuo kikuu hapa tunavyocheza unagundua pia kuna changamoto ya ratiba hasa kwa watoto wa kike, na usimamizi wa kuendeleza vipaji walivyokuja navyo kutokea sekondari na wenyewe ni hafifu, kwa sababu mkazo wetu sisi mkubwa uko katika masomo. Kwa hiyo ni kupitia huo uzoefu wa kuona kwamba kuna changamoto za rasilimali, kuna changamoto za muda, kuna changamoto za usimamizi wa hao wachezaji, kuna upungufu mkubwa unapopata hali ya kwamba timu ya taifa haijacheza miaka zaidi ya 10, kidogo inahuzunisha na inafikirisha. Na kama mwanamchezo tukapata hiyo ari ya kusema kwamba tuanzishe kitu, tuhakikishe watoto wanapata nafasi ya kucheza kuanzia wakiwa sekondari mpaka wanapoingia chuo kikuu, kwa malengo kwamba miaka 3 ijayo basi tutakuwa na timu ya taifa angalau ya mpira wa kikapu na wavu kuweza kuleta uwakilishi kama wenzetu kwenye netball na vile vile kwenye mpira wa mguu. Pengine madam, namna ambavyo kupata timu shiriki pamoja na wachezaji, mlizingatia vigezo gani hasa? Vigezo vikubwa ambavyo tulivizingatia sisi ni moja, shule ambazo zimekuwa mstari wa mbele kuendeleza michezo kwa watoto wa kike katika mazingira ambayo sio rafiki sana. Hilo lilikuwa la kwanza, lakini la pili tukazingatia zile timu ambazo zimekuwa zikishinda katika mashindano ya vyuo vya kati, vyuo vikuu na ya sekondari, hasa tukisema kama TUSA, UMISETA. Kwa zile shule ambazo zilikuwa mshindi wa kwanza mpaka mshindi wa 3 tuliweza kuzikaribisha, na hizo timu zilikuwa nyingi zikiwakilishwa na timu kutoka Mbeya, timu kutoka Arusha, zingine zilikuwa kutoka Dodoma, lakini kutokana na changamoto ya kifedha kuna baadhi ya timu hazijaweza kufika katika kujikimu kiusafiri, lakini kigezo chetu kilikuwa kikubwa ni hicho cha ushindi katika
michezo ya shule za sekondari na michezo ya vyuoni. Yote aliyeshinda nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 3 alipata ukaribisho wa kuweza kuonyesha kile walichonacho, kwa sababu majukwaa ya watoto wa kike kuonyesha na kujulikana ni finyu kidogo. Wewe kama mwandishi hapa nikikuuliza tu swali langu kwamba unafahamu wachezaji wa mpira wangapi wanaume wa miguu? Naomba unitajie basi wachezaji 4 tu wanawake. Mpira miguu. Sio mpira wa mguu, mipira mingine ukiacha mpira wa mguu. Okay. Ni Tanzania au ni mbali na Tanzania? Tanzania. Hata tukianza mbali na Tanzania nani? Kwenye tennis, basket. Vanessa, utaniambia Vanessa Williams, ndio? Utaniambia Catherine, utanitajia watu ambao ni wa nje lakini watu wa ndani hawafahamiki. Kwa moja, lengo la hii tamasha ilikuwa ni kuwapa nafasi, fursa ambao wachezaji wamekuwa waking'ara katika ngazi ya sekondari na ngazi za vyuoni katika kimchezo. Kutengeneza tu jukwaa ambalo na wao watakuja na ku-celebrate na nyie hata mkiwa rekodi wakajulikana kwamba watoto wapo. Lakini lengo la pili ilikuwa ni kuanzisha huo mchakato wa kuweka kumbukumbu na historia za wachezaji wanawake. So wachezaji wanawake tukiangalia kuanzia miaka ya 80 wamecheza na wamewakilisha timu kuanzia mchezo wa netball, volleyball, basketball, wote wamekuwa wakicheza, lakini historia zao ni kina nani, walipata ushindi gani, imekuwa haipo. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho tunakwenda kukifanyia uzinduzi pia katika shughuli yetu hii ni kuwakaribisha wananchi, coaches, taasisi ambazo zina historia hizi za wanawake waweze kuzituma ili si tuweze kuzitengeneza na kutengeneza kitabu cha historia ya wanawake katika kikapu, cha historia ya wanawake katika mpira wa wavu, na tutavitengeneza kwa awamu. Nadhani zitafika awamu 3. Tutaanza kabla ya miaka 2000, tukimaanisha waliocheza miaka 70, 80, 90 na 2000. Alafu tutapanda tena waliocheza kuanzia 2000 mpaka 2015. Alafu tutapanda waliocheza 2015 mpaka 2025. Na katika vitabu hivyo tutaendelea kutoa pia wale wachezaji sasa wanaong'ara na wenyewe tuweze kuwafahamu na kuwatambua. Kwa hiyo lengo ni kuhabarisha na kuelimisha na kuwaenzi wachezaji waliokuwepo wazuri kihistoria na wale ambao wanaendelea kuika kwenye hiyo michezo, kwa sababu wapo. Kwa hiyo tunasema ukitengeneza hiyo historia vizuri na mtoto mwingine wa kike akiona atatamani na mimi nataka nicheze niwe kama fulani, kama ilivyo katika mpira wa football, watoto wana dream za kuwa fulani na fulani. Sasa na kwa wanawake tunatamani hiwe hivyo. Na la mwisho ni hiyo dhana ya ufadhili. Ili tuweze kufanikisha yote haya tunahitaji kuwa na mfumo na taasisi za elimu sekondari na tukimaanisha vyuo ambao unawezesha mtu kumudu elimu na michezo kwa wakati mmoja. Kwa sababu mifumo iliyopo sasa tumekazia zaidi kwenye elimu, na hicho ndio kitu sahihi na ndio mfumo wa elimu jinsi ulivyo, lakini pia kuna mfumo wa upendeleo pale ambapo unataka kukuza vipaji. Kwa sababu mtoto anakuwa vizuri akiwa katika taasisi ya elimu, na kuna nafasi nyingi na fursa nyingi sana anapoendelea kuwepo katika mifumo ya elimu. Kwa hiyo tunataka kuanzisha maongezi yatakayowezesha taasisi za elimu kutengeneza nafasi, na juhudi hizi zinaendana na juhudi za serikali ambazo wamezianzisha kwa muda mrefu, lakini zimechukua kasi kubwa miaka hii 5 iliyopita. Wameanzisha vitalu vya michezo, kwa kuna shule karibuni kila mkoa ina vitu vinavyoitwa vitalu vya michezo. Vitalu vya michezo ikimaanisha ni shule ambazo zinakuza vipaji, zinaendeleza michezo, na ndizo ambazo zinawapatia ushindi sana katika mashindano ya UMISETA. Lakini pili, kuna shule za amali ambazo zimeanzishwa, ni shule ambazo zitajikita kwenye talenti mbalimbali ikiwemo michezo, music, uchoraji. Kwa watoto sasa hivi wataanza kuwa na huo mkondo utakaowezesha kuendelea. Kwa hiyo katika juhudi hizo ndipo ambapo na sisi tukasema tuje tujazilizie basi hapo juu yake. Unapotoa scholarship kwa kushirikiana na hizo taasisi ambazo zinasema sisi tunataka kuendeleza hakika hizi juhudi za serikali za kuwawezesha wanamichezo kukua, basi na sisi tunasema
wakati tunawezesha wana michezo kukua, tukumbuke mtoto wa kike alikuwa nyuma kidogo. Haimaanishi mtoto wa kiume hana changamoto, lakini tunasema mtoto wa kike alikuwa na changamoto zaidi. Ili atumie hizi fursa vizuri, basi tuhakikishe na yeye tunaenda naye. Kwa hiyo ufadhili wetu unaendana na kutambua zile taasisi ambazo zimekuwa zikikuza mchezo na ziko na utayari wa kupokea wachezaji ambao wana uwezo, kwa wao kuwatengenezea mazingira bora ya kiratiba, muda na ushiriki katika mashindano nje ya taasisi zao, ili vile vipaji viweze kukua. Kwa ufadhili wetu ni chachu tu. Kazi kubwa pia itafanywa na hizo taasisi. Kwa lazima tuende kwenye ubia, ambao ubia tunautafuta kwenye shule 2 za sekondari kwa kuanza, shule sekondari tukimaanisha O level, high school tukimaanisha shule za sekondari ya juu kwa shule 2, na vyuo vya juu ambacho ni chuo kikuu kimoja na chuo kimoja cha kati, kwa kuanza kwa seko ya kwanza. Ndivyo ambavyo tutaweza kufanya. Madam, shughuli itakwenda kwa siku ngapi, lakini pia utaratibu upo vipi? Kwa sababu tumeona kuna wanafunzi kuanzia katika ngazi ya sekondari pamoja na chuo. Kwa kumalizia, kutakuwa kuna nini mwishowe mara baada ya ni siku ngapi tufahamu? Lakini mwishoni tutamalizia na nini hasa? Sawa, shughuli inaenda kwa siku 3 ambayo tumeanza leo tukifanya uzinduzi wa club. Na uzinduzi huu utakamilishwa na mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, Profesa Nangisya, ambaye atakuwa na sisi kuanzia saa 10 jioni ya leo, akija kuzindua klabu hii, kuiainisha kama jukwaa rasmi ambalo linajikita na lina nia la kutoa mwendelezo wa fursa za michezo na elimu. Siku ya pili, kesho, tutaendelea na mashindano kama mlivyoona siku ya asubuhi. Timu zitaendelea kushindana, kucheza, kufurahia, kwa sababu lengo ni kushindana na kufurahia kwa wakati mmoja, na kufurahia ndio zaidi. Kwa hiyo kesho tutakuwa na michezo, hizi timu zote zikiendeleza na mashindano kati ya mipira ya wavu na mpira wa kikapu. Na kwa siku ya Jumamosi tumepata bahati ya Mheshimiwa Waziri Profesa Kabudi, ambaye ni waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye atakuja kutusaidia sasa kuzindua rasmi huo mpango wa ufadhili, mfuko wa ufadhili kwa watoto wa kike katika shule za sekondari na vyuoni. Kwa hiyo tunategemea tutakuwa na mgeni rasmi siku ya Jumamosi, kwa wale wanawake ambao wamekuwa wakicheza kwenye ligi hapa jijini Dar es Salaam, ambao ni Tausi na DB Lioness, watakuwepo na sisi jioni ya leo. Na pia siku ya kesho tutakuwa na JKT na Jeshi Stars, na wenyewe wakiwa wamejitolea kuwezesha kuwapa watoto burudani, waweze kuona pia ukikua kimchezo unakuwa katika level gani. Na siku ya mwisho ndio tutafanya hizo finali na kutoa vikombe na shani na zawadi. Sasa kwa maelezo mengine mengi, nina katibu wangu mtendaji ambaye yeye ndio engine wa kila kitu. Mimi nimeongea mengi, lakini kuna mambo mengi mbalimbali ambayo anayafahamu vizuri. Nadhani tukiongea naye na yeye anaweza kutukazia katika mambo kadhaa, maana yeye ndio anaendesha mambo